Anza na swali la kwanza. Taqulu saila, anasema muulizaji, min al-akhawat, niliingia katika siku zangu, anakusudia katika hedhi yake, mpaka siku 7. Kawaida ninaoga siku 5, lakini akashangaa mara hii amekwenda mpaka 7. Nasema nikaoga siku ya 9, nikaona tena siku ya 10, nikaoga ya 12, siku ya 10 akaoga, anasema akaoga tena siku ya 12, lakini akaendelea kuona damu, lakini sio nyingi. Swali lake mwanamke huyu kwamba ilikuwa ada yake ni siku 5, lakini mambo yamekwenda mpaka siku 7, mpaka 9, mpaka 10, mpaka 12. Huwa damu zinamtoka lakini si nyingi. Sasa anauliza, je, katika hali hii naruhusiwa kufanya ibada zangu? Anasisitiza kiasi ninachokiona ni kidogo sana na hakiendelei, huwa kinatoka na kuacha, na hata sijaweka kitambaa maalumu kwa ajili ya kujizuia na uchafu. Tayib, aljawab, jawabu la swali hili ni kama alivyojibu al-allamatu al-walid fadilatu al-sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala katika fatawa zake kuhusiana na damu al-haidh. Kauli ya jumhurul ulama ni kwamba asli ya damu ya haidh, kama wanavyoeleza jumhurul ulama, aqsa waqti dam al-haidh 15 yawman, muda mrefu zaidi wa damu ya hedhi ni siku 15. Kwa hivyo damu ambayo itamtoka mwanamke min khilali 15 yawman, ndani ya siku 15, kwa kutoka siku ya kwanza mpaka 15, ima zikamtoka kwa siku 5 au kwa siku 6, siku 7, siku 9, 10, 12, 14 mpaka 15. Asli damu hii ni damu al-haidh, hiyo itakuwa ni damu ya haidh. Ama itakapovuka wakati huu wa siku 15, inda al-jumhur, hadha damu al-istihadha, hii sasa itakuwa ni damu ya ugonjwa. Sasa muda wa kuwa huyu mwanamke damu yake inamtoka ndani ya hizi siku 15 haijavuka, basi aizingatie kwamba hiyo ni damu ya haidh. Wal haidhu yazidu wa yanqusu, na wenyewe wanasema hedhi, jazakallahu khairan, damu ya hedhi inazidi siku zake na inapungua. Ni kawaida, kuna wakati mwanamke ataona siku 5, mara nyingine ikaja mpaka 7, ikaja mpaka 9, wakati mwingine ikawa ni siku 4, mwingine siku 3, hakadha alhaidh. Na ndio maana ulama wakaika aqsa almudda, muda mrefu zaidi ni siku 15. Chini ya hapo utazingatia kuwa ni haidh. Idhan, ikiwa mwanamke alijitaharisha katika siku ya 5, akaanza kufanya ibada, mathalan tahamaki, akaona damu imetoka, hata kama si nyingi lakini ni damu, basi azingatie kwamba huo ni muendelezo wa haidh, na aache kuswali, na kama ni kufunga asifunge. Wa hakadha, ikikata ikarudia, maadamu ni damu na haijavuka siku 15, basi aizingatie hiyo ni haidh. Allahumma illa pale ambapo mwanamke atapokuwa amejitaharisha baada ya kumalizika siku zake za kawaida, akaona vitu vingine vinamtoka visivyokuwa na rangi ya damu, kasufra wal kudra, akaona kuna uvumbi vumbi tu unamtoka, maji yasiyokuwa damu, maji ya njano au maji yenye rangi ya usaha au rangi ya vumbi, basi huo ni uchafu wa kawaida, asiuzingatie. Ni kama vile mkojo tu, sheria ataosha ule uchafu na atatawadha na ataendelea na ibada zake kama kawaida, as-salah
na kama ni saima ataendelea kufunga bila ikhtisar. Tayib, hilo ni swali la kwanza tuliloletewa hapa. Swali jingine hapa nilijibu. Anauliza muulizaji katika wanawake, naomba kuuliza ni ipi hukumu ya kufunga ndoa ukiwa mjamzito? Je, ndoa haifai kufunga tena? Nikahu alhamil batil, ndoa ya mwanamke mwenye mimba ni batili. Ni mamoja, mimba hiyo ni changa au ni mimba iliyokomaa. Ndoa ya mwanamke mwenye mimba ni batili, yufsakh, inavunjwa pasi na mwanamke kukaa idda. Na madhhabu sahih inda alfuqaha, ikiwa mtu amempenda mwanamke huyo, ni mamoja hiyo mimba ni ya kwake au ni ya mtu mwingine, amsubirie mpaka ajifungue, na akishajifungua atamuoa kwa mapatano ya mahari na idhini ya wali. Na kama alitoa mahari mwanzo kwa lengo la kumuoa akiwa mjamzito, mahari ile itarejeshwa kwake, au itatumika ndiyo mahari sahihi ya ndoa ya baada ya kujifungua, yafaa. Na je, ndoa inafungwa tena? Naam, ndoa inafungwa tena baada ya kujifungua. Watafunga ndoa iliyokuwa aula hata kama walizini kabla ya hapo. Kauli ya muhaqiqin, mtu hufungiwa ndoa na mwanamke aliyezini naye ikiwa zile ahkamu za Kiislamu zinashindikana kusimamishwa, kama kutiwa mboko wazinifu wa tafriq am, na kufarikishwa miji kwa kitambo cha mwaka mmoja. Ikiwa hukumu hizi hazitekelezeki, labda kwa sababu ya kukosekana mahakim alislamia na kukosekana qudhat, ikawa miji na hukumu kwa hukumu ambazo si za Kiislamu, basi watahimizwa hawa waliuzini kufanya tauba wal istighfar na kumlilia Allah kwa makosa waliyofanya, lakini watafungishwa ndoa. Hadha ala sahih. Wa illa, kama ni katika serikali za Kiislamu wanasimamishiwa hadi, maadamu ushahidi upo, ima wakasimamishiwa hadi wote wawili, huyu mwanaume na mwanamke, au mwanamke peke yake kwa ushahidi wa mimba, ikiwa hakuna ushahidi wa kumtia hatiani mwanaume. Na kisha watatenganishwa miji kwa muda wa mwaka mzima, kisha baada ya hapo ikiwa watahitaji kuoana watafungiwa ndoa. Umeelewa eh? Hili ni swali la pili. Swali la tatu na la mwisho kwa leo, na mengine yataendelea kujibiwa pole pole insha Allah. Huyu anauliza, Sheikh, afwan, mfano binti amepata mchumba wa kumuoa na huyo kijana akafika kwa wazazi wa binti, lakini baba wa binti anakataa binti asiolewe na huyo kijana, na binti na kijana huyo wamependana. Anasema, Sheikh, hitimisho lake ni nini? Naomba unisaidie. La nikaha illa biwali wa shahida ila adl, hapana ndoa ila kwa wali na mashahidi wawili waadilifu, na hii ni idadi chache zaidi. Wakizidi hapo hakuna ubaya. Na wali mkuu kabisa ni al-ab, ni baba. Ikiwa yupo basi hakuna ndoa ila kwa idhini yake, na akiwa hayupo watakaimu wilaya wale wenye kumfuatia, kaljad, kama vile babu atayachukua madaraka ikiwa baba hayupo. Babu mzaa baba atakuwa ni wali anayefuatia. Haya, babu pia hayuko, atachukua al-akh ash-shaqiq, kaka wa kuzaliwa kwa baba na mama, au kwa baba peke yake, au akhun li ab, atachukua uwali. Ikiwa kaka hayupo, al-am, watachukua am,
baba mkubwa au baba mdogo, ndugu wa baba, kwa baba na mama au kwa baba, atachukua wilaya. Wanaendelea kushuka hao mpaka wakati mwingine mwanamke akaozeshwa na mtoto wake, ibnuha al-akbar, mtoto wake mkubwa anaweza akamuozesha mama yake. Taratibu za mawalii hizo. Kwa hivyo hakuna ndoa ila kwa mawalii. Cha kufanya wewe binti, mrai mzee wako mpaka aridhike kukuoza, kwa kuwa yeye ndo aliyepewa mamlaka. Na ikiwa ana sababu za msingi za kumkataa huyo kijana uliyempenda, basi ungana na mzee wako, na hiyo ndiyo kheri. Hakuna mwenye maslahi na wewe katika wanadamu kuliko wazazi wako. Allahumma, labda kama ikiwa mzazi hana hoja za msingi, labda hoja zake zinavunja misingi ya dini, ni mtu mbaguzi, ana mambo ya ukabila, au anaangalia hali za vipato, au anamchukia huyo kijana kwa sababu ya msimamo wa dini, labda kijana ni mtu wa sunna salafi, na yeye hataki watu hao, anasema wahabi hawa, huwezi kuolewa na wahabi yule. Ikawa mzee hana sababu za msingi, sababu zake zote ni batil. Hapa kuna kauli ya ulama kwamba ikiwa watapatikana mawalii wenye kumfuatia, basi wanaweza wakatumika. Mfano, baba akaligomea jambo hili na hana sababu za msingi, lakini babu akasema mimi nitakuoza babu yako mzaa baba, njooni kijijini huko, chaneni na huyo bwana huko, mimi nitakuozesha mjukuu wangu. Mtamkimbilia babu akawaoze, atakiukwa hata kama yupo. Au mawalii wengine ambao wapo muda wa kuwa hana hoja za msingi. Na baadhi ya ulama wanasema kabla ya kutangulizwa mawalii wengine, maadamu yeye yupo na amegomea jambo la kuozesha bila sababu, kabla ya kuwatanguliza mawalii wengine watakwenda kwa kadhi. Hii ni kauli ya pili. Kadhi atakuwa ni walii wake badala ya huyo mzee wake ambaye hana hoja za msingi. Elewana